Siri ya chungu cha damu. Maangamizi ya Mji Mwema. Kijiji cha Mji Mwema kilijulikana kwa utulivu wake, kijani kibichi na mto uliotiririka maji baridi kama barafu. Lakini katikati ya amani hiyo kulikuwa na mwiko mmoja, kilima cha mapumziko. Hakuna aliyeruhusiwa kukanyaga hapo, na hadithi za wazee zilisema kuwa hapo ndipo mlinzi wa kijiji alipolala. Ugunduzi wa ajabu. Siku moja, kijana mmoja mkaidi aliitwa Baraka, akisukumwa na kiu ya utajiri, aliamua kupanda kilima hicho kinyume na maonyo ya babu yake. Aliamini kuwa kuna dhahabu imefukiwa hapo. Baada ya kuchimba kwa saa kadhaa chini ya mbuyu mkongwe, jembe lake liliguma, kitu kigumu. Haikuwa sanduku la dhahabu, kilikuwa ni chungu cha udongo. Chungu hicho kilikuwa na rangi ya weusi uliopitiliza, kikiwa kimechorwa alama za ajabu zinazofanana na macho ya binadamu. Juu yake kilifunikwa kwa ngozi ya mnyama isiyojulikana na kufungwa kwa kamba za shaba. Baraka kwa pupa alikata kamba zile mara moja. Upepo mkali wa baridi ulivuma kijijini kote, na ndege waliacha kuimba. Mwanzo wa maafa. Baraka alirudi kijijini akiwa amebeba kile chungu, akidhani amepata chombo cha thamani cha kale. Alikiweka katikati ya meza yake na kulala. Lakini usiku huu simulizi ya kutisha ilianza. Kila mtu aliyekuwa karibu na nyumba ya Baraba alianza kuota ndoto inayofanana. Sauti ya mwanamke ikilia chini ya ardhi, ikiomba maji. Alfajiri ilipofika, Baraka hakuonekana. Badala yake, chumba chake kilijaa harufu ya damu, na kile chungu kilikuwa kimebadilika rangi. Sasa kilikuwa na wekundu wa kung'aa. Chungu hakihitaji dhahabu, kinahitaji uhai ili kiendelee kung'ara. Maneno ya mwisho ya mlango wa kijiji kabla naye hajapotea. Kijiji cha vifo vya ajabu. Ndani ya wiki moja, vifo vilianza mfululizo. Haikuwa magonjwa wala vita, wala kijiji walikutwa wakiwa wanauka miili yao, kana kwamba damu yote imenyonywa. Kila kifo kilipotokea, chungu kile kilionekana kukua kidogo na kutoa sauti ya mapigo ya moyo. Dutu. Watu wa Mji Mwema walijaribu kukivunja kwa nyundo, lakini ndondo zilipasuka. Walijaribu kukitupa mtoni, lakini kesho yake asubuhi kilikutwa kimerudi pale pale sokoni, kikingojea mwathirika mwingine. Hofu ilitanda, masoko yalifungwa. Mji Mwema, kijiji cha neema, kikawa kijiji cha kivuli. Watu walianza kukimbia, lakini yeyote aliyegusa mpaka wa kijiji alitondoka na kufa papo hapo. Chungu kilikuwa kimewe
gereza la roho. Siri ya chungu. Mzee mmoja aliyekuwa ameishi miaka mingi, Mzee Juma, aligundua siri kwenye vitabu vya kale vya koo. Chungu kile hakikuwa chombo cha kupikia, bali kilikuwa ni ghala la hasira. Karne nyingi zilizopita, mababu walikitumia kufungia roho ya mtawala katili aliyekataa kufa. Masharti yalikuwa mepesi: usikifungu, usikiguse, usikitamani. Baraka alikuwa amevunja agano la kale, na sasa chungu kilikuwa kinalipiza kisasi kwa kila kono la damu lililomwagika wakati wa utawala wa mfalme huyo. Mwisho wa Mji Mwema. Usiku wa mwezi mpevu, chungu kilipasuka chenyewe, lakini haikuwa ukombozi. Moshi mweusi ulitoka ndani yetu na kutanda kijiji kizima. Kila aliyevuta hewa aligeuka kuwa sanamu ya chumvi. Kufikia asubuhi, hakukuwa na kiumbe ya Mji Mwema. Nyumba zilibaki tupu, mifugo ilitulia tuli, la upepo pekee ndio uliopita katikati ya barabara za kijiji chungu. Kile kilitoweka, kikijifukia chenyewe mahali pengine, kikingojea mwanadamu mwingine mwenye pupa na udadisi atakayekigusa miaka 1000 ijayo.